Tumepata hasara ambayo ni hasara kubwa sana kutoka ilianza jana usiku kitu saa 3:30, na ukweli ni kwamba wenye wameadhiriwa ni watu takriban watu kitu 200 hivi ndio wameguzwa. Stores na shops zenye zimeguzwa ni stores ni 66 stores na shop ni kama samba zenye zimeguzwa. Hizo ndizo zimehurudi wale watu, na ukweli ni kwamba kuna watu ambaye wako na maloni kwa mabega, wengine wanalea watoto wao ni wandogo. Kwa hivyo tunangeomba serikali itusaidie iwezavyo, sababu tuko katika disaster kubwa hapa, na ni Mungu tu aliye pande yetu. Tunaweza sema serikali nayo ikiwa pande yetu, mambo yote yatawezekana na yote itakuwa sawa, sababu ukweli ni kwamba watu wameguzwa, wengine hawajui waanze wapi. Mtu alikuwa na kazi yake anaendelea, lakini ameamukia kukuta ya kwamba hakuna kazi. Tuliweza kupata mkasa wa moto jana usiku, moto ambayo ilikuwa kubwa sana. Na kwanza niseme pole kwa wale waadhiriwa ambao waliweza kupata huu mkasa, kwa sababu ni jambo la kusikitisha. Ni moto ulikuwa mkubwa, umeweza biashara nyingi zimeweza kuangamia kupitia mkasa huu. Na kwanza nichukue nafasi hii nishukuru wale wote ambao walikuja tukaweza kusaidiana, hasa wa county team, response team waliweza kufika kwa haraka sana na wakaweza kusaidia, lakini kwa vile moto ulikuwa mkubwa tukaweza kuitisha reinforcement kutoka the Air Force na pia kutoka upande wa Nyeri, na pia nikichukua nafasi hii nikiwashukuru sana kwa ile kazi nzuri walitusaidia kufanya. Lakini kando na hayo pia, kwa sababu hii ni shinda ambayo imeweza kuadhiri watu wengi sana, ninaomba sisi kama serikali tutaweza kuwashika mkono kupitia uongozi wa gavana wetu waweze kusimama tena, lakini ni mkasa ambao unahitaji pia marafiki na vile wale watu ambao tungeita wakuje watusaidie, hawa watu waweze kusimama, kwa sababu manyumba inahitaji kujengwa, biashara zinahitaji kusimama tena, kwa sababu mambo kama ikifanyika it's a collective responsibility. Kwa hivyo tuko hapa soko siku ya leo tunaongea wana biashara, na ninashukuru kwa sababu pia wao wameweza kutulia na mambo inaendelea vizuri. Ni vile tu tunahitaji wafadhili mbalimbali tuweze kuungana pamoja, tuweze kushikilia watu wetu mkono. Na vile hii moto hatuwezi jua chanzo yake, lakini ni vizuri pia tuambie watu wetu wakuwe waangalifu sana, kwa sababu wakati kunakuwa na mikasa kama hii unakuta kunakuwa na hasara kubwa, labda kwa sababu kitu kidogo ile ambayo inasababisha hasara kama hii. Kwa hivyo ni vizuri tukue waangalifu ndio tuweze kuavoid madhara kama haya. Kwa sababu nguo zangu gunia 3 more than milioni 1 zimechomekea kwa hii store 15, na kuna wengine nilikuwa nimeweka kwa mgongo, nilikuwa na wakobolesha store watu 4. Na nguo zao zimechomekea hapo. Mmoja hata hakujua store zimechomeka, amekuja asubuhi, hata tumekutana naye hapa akikuja ati anaenda soko 100. Ni mfanyakazi hapa Nanyuki New Market. Jana kuliweza kutokea na moto kubwa sana. Kulingana vile nilifika niliambiwa ilikuwa ni stima, na nilikuwa na hoteli hapa nyuma imechomeka. Tumeenda hasara kubwa sana, hata hatujui tutaanzia wapi. Kuangalia na kumake assessment ya damage ambayo iliweza kupatikana kupitia hii moto. Kitu cha pili ni kuangalia pia sisi kama serikali ni msaada upi tunaweza kuwa nao kwa wafanyabiashara wetu, na governor ametuelekeza kwamba tuweze constitute committee haraka iwezekanavyo, na tumeweza kukubaliana kwamba tutakuwa na kikao kesho asubuhi saa 2 tuweze kuangalia ni vipi tunaweza kusaidia ama kuangalia ni namna gani tunaweza kuinua kwa hata kama ni njia ndogo kwa wafanyabiashara wetu ambao wamepata hizo hasara ambazo wamezipata hapa. Pili, tutaweza kuketi na hawa tuanze mipango ya haraka sana, yani vipi tunaweza kurudisha hii soko vile ambavyo ilivyokuwa na watu warudi maisha yao vile walivyokuwa. Kuna mambo kidogo tunafaa kuangalia kama serikali. Mambo ya response yetu tumeangalia na tumeona vile ilifanyika jana. Kweli wazima moto yetu ilikuja kwa haraka zaidi, lakini tumeona ni vizuri tuweze kuintroduce a new hydrant ambaye itakuwa katikati ya town ya Nanyuki ya kurefill
hiyo maji ya zimamoto, kwa sababu wakati maji inaisha inakuwa pia inachukua muda kidogo kwenda kuchukua maji ingine na kurudi hapa. Weza pia kuitika mwito wetu na wakakuja kusaidiana na sisi. Pia sisi husaidiana na hawa. Kuna Kenya Air Force ambaye pia waliweza kukuja na wakaweza kusaidia. Kuna Batuk ambaye pia waliweza kuleta msaada wao. Tunasema asanteni sana, kwa sababu ajali haina kinga na hakuna siku tunaweza kusema huwa tunajitayarisha kwa sababu ya ajali. Hata naishi tu hapa karibu. Jana usiku nikasikia duru, nilikuwa na msichana wangu wa nyumba alikuwa na huko bedroom, nikamuuliza nini, akaniambia tayari anapiga anasikia duru. Sasa nikaita caretaker, nikasikia akiongea nje, nikamuuliza ni nini inaendelea, akaniambia ni New Market. Ndio sasa nikakuja bio. Kuja bio nilikuwa nataka kuja kuokoa vitu zangu. Sasa mimi kufika pale kwa gate kuingia tu hivi moto ikalipuka kabisa. Hata sijui ili moto ni nini kilifanya moto, mimi hata sijui. Hatujui chanzo cha moto, labda tuelezee, hatujui. Vitu zote zimechomeka, hakuna kitu mtu amechukua ama nini, hata hatujui kesho tuende kazi wapi, hatujui tufanye nini ama nini, kwa kesho asubuhi mtu hatujui tutafanya nini ama tutaelekea wapi, kwa sababu hakuna kitu tumeokoa. Zimechomeka zote na hatujui chanzo cha moto. Juu hata tulitokea pale tukaona moto imejaa na kumechomeka karibu kwote. Watu wengi, ni milioni ya pesa imepotea hapa. Hatujui nini, labda tueleze nini kinaendelea, kwa sababu hatujui. Zimechomeka zote. Nauza vitu za chains, beadswork, pete, vitu kama hizo. Na hakuna kitu hata kimoja nimeokoa. Hata saa hizi nimekuja nikapata hakuna hata nini.